Na ndiyo maana ukisoma Qur'ani vizuri uoni ishara ya mtu kutajirika kupitia kazi. Amna. Taniwia radhi kidogo, sina maana mkaache kazi. Utajiri unauona katika biashara na kilimo. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Mashamba, kilimo hicho. Na katika lugha shamba liitwi janna isipokuwa liwe na sifa tatu ndio litaitwa janna, na kama sifa tatu hazijatimia sio janna, bustani tu hilo. Sifa ya kwanza liwe kubwa kwelikweli. Sifa ya pili liwe lina mazao mchanganyiko, na sifa ya tatu yale mazao yao yamekubali barabara shambani. Shamba hilo linaitwa nini? Janna. Hivyo vingine hadika, bustani, mazraa, basi. Wayaj'al lakum jannat, manake mashamba makubwa makubwa. Wayaj'al lakum anhara. Kwa nini ataje anhara? Nao ni majazi mursal, alaka yake min dhikri al-ba'd wa iradati al-kull. Hiyo anhara inaingia mpaka bihar. Wayaj'al lakum anharan wa bihara. Kwa hiyo nini? Kwa nini Mungu ataje bahari? Ni eneo katika kilimo wanaita, ni mambo ya uvuvi na kutafuta madini, ndiko na kwenda kutajirika. Kwenye kazi tunaganga njaa. Usitambe kwa kuniweka dukani kadhani umenipa kitu cha maana sana kuliko chochote. Unanisaidia kutibia njaa tu. Wewe mwenyewe ndio unatajirika kwa sababu mfanya jambo la utajiri. Kwa liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Umepewa Qur'ani Muhammad, watu watoe katika visa vya namna mbalimbali. Namna gani wanaweza watu kukwamuka katika hali ngumu ya maisha? Shika Qur'ani. Namna gani mwanadamu unaweza ukawa una life nzuri kijamii? Maanake al-ishratu al-ijtimaiya, al-ishratu siyasiya, al-ishratu zawjiyya, yani mahusiano yote ya kisiasa, mahusiano ya kijamii, mahusiano ya kindoa, mahusiano ya kiuchumi.